Hii ni Bayo Media. Nikuulize kwanza mtazamaji, umesubscribe kama bado? Gusa alama ya kengele alafu tuhabarishane. Bwana, leo niko na good news bwana. Mwijaku amejibu mashambulizi upande wa pili kwa mwanadada Mange Kimambi. Amevunja ukimya Mwijaku kama ambavyo tunajua. Yule naye kwa kukaa kimya ni jambo ambalo hawezi. Amezungumza nini? Subscribe channel ya Bayo Media. Gusa alama ya kengele ili uwe mtu wa kwanza kabisa kupata taarifa zetu pale ambako tunakuwa tumeziachilia kwenye channel ya Bayo Media. Mimi ni Official Rose D. Leo bwana niko tena taarifa ambayo Mwijaku amemjibu mwanadada Mange, na hii ni baada ya Mange kutoboa siri kuwa Mwijaku kaachwa na mkewe kisa video za wanachuo wakimgombania Mwijaku. So tunajua mambo yamekuwa mengi sana kiukweli. Weekend ilikuwa ya moto sana baada ya video za wanafunzi wa chuo cha UDSM kusambaa kuna kwa mitandao mingi ya kijamii wakimnyanyasa mwenzao kwa madai ya kuwa amekuwa akitoka kimapenzi na Mwijaku, kwa maana ya kwamba Mwijaku amekuwa akiwachanganya hao mabinti wote. Maneno yamekuwa mengi sana kuna kwa mitandao ya kijamii. Wako ambao wanasema Mwijaku kazoea hata kipindi fulani Mange alivujisha pia video akiwa na Menina, mara Mwijaku ana tamaa. So mambo yamekuwa mengi kiukweli. Wanasema Mwijaku ni tabia yake huwa ameizoea. So mke wake mzuri anafuata nini kwa hawa wasichana wengine, kwa hawa wanawake wengine huwa anafuataga nini. Lakini pia Mange ameitoboa siri na kusema kwamba Mwijaku ameachwa na mke wake kufuatia hili tukio, kwa maana ya kwamba wakati hili tukio linaendelea Mwijaku bwana unaambiwa na mke wako wapo Dubai. Mwijaku anapiga magoti na kulia kuomba msamaha. Mke wake anajitetea sasa pale kwa mke wake kwamba ni mipango tu, watu walikuwa wamempangia na mambo kama hayo, wanataka mambo yao yasiende na mambo kama hayo. Anasema kwamba ni jambo ambalo limetengenezwa kwa sababu watu wanamchafua tu, lakini yeye hajatoka na hao mabinti. Mwijaku anazungumza. So mambo yamekuwa mengi. Mange amechoboa siri. Sasa leo bwana Mwijaku kwa mara ya kwanza ameamua kuvunja ukimya na kumjibu Mange kupitia ukurasa wake wa Instagram, na sisi tunanukuu kile ambacho kimeandikwa na Mwijaku. Hala ameandika hivi: wakati Adam anaumbwa alikuwa peke yake. Mungu hakumpa video game acheze kusema litampa kampani. Mungu hakumpa marafiki kusema watampa furaha na kumsupport, bali alimpa mke Eva ili awe msaidizi wake kwa kila jambo. Hii inaonyesha ni muhimu kiasi gani kuwa na mwenza wako wa maisha katika hali zote. Marafiki watakuja na kuondoka, watoto watakuwa na kwenda kuanzisha familia zao, wafanyakazi wenzako wataondoka, majirani watahama, ila mpenzi wako atabaki kuwa maisha yako mpaka pale kifo kitakapowatenganisha. Kwa unyenyekevu mkubwa wa kusameheana, iwe kweli au isiwe kweli kukoseana. Hivyo basi tuwapende wapenzi wetu kwa dhati na kuepusha na ibilisi na vikwazo. Make solid commitment na as focus kwenye mahusiano yasiyo na tija yatakufanya umpoteze mke wako na hivyo kuvunja ndoa yako. Ninaamini hakuna kitu na hakuna mtu wa kuvunja ndoa yoyote ile, labda Mungu mwenyewe apende. Iwe jua, iwe mvua, I love you. Akatagi pale akaunti ya mke wake. Haijalishi itatokea vipi ama itaonekanaje, but you are my strength, na unajua hilo. Na nukuu ya mwisho hapa ambayo imeandikwa kwa Kimombo, anasema a successful marriage isn't the union of two perfect people, it's that of two imperfect people who have learned the value of forgiveness and grace. Amemaliza hivyo kwa kuandika Mwijaku kwa kile ambacho kinaendelea. So Mange amezungumza mengi kwamba Mwijaku ameachwa, mke wa Mwijaku amemwacha Mwijaku. Mambo yamekuwa mengi kiukweli kunako mitandao ya kijamii, Mange akiendelea kuvujisha siri mbalimbali. Lakini nimenukuu na kusoma kile ambacho kimeandikwa na Mwijaku kupitia ukurasa wake wa Instagram. Lakini yote kwa yote ni Mwijaku kuendelea kuomba msamaha
kwa kile ambacho kinaonekana kimetokea kwenye mitandao ya kijamii. Lakini jambo ambalo pia nimeliona mwanafamilia, wacha nikusanue, ni kwamba Mwijaku anakanusha hili ambalo limetokea na kudai kwamba yeye amesingiziwa. Inawezekana ni jambo tu ambalo limetengenezwa na watu ambao hawaitakii mema ndoa yake, so akaamua kutengeneza sakata hilo, lakini sio kweli kwamba ametoka kimapenzi na hawa wanafunzi. Unadhani wewe ambao unatufuatilia na tunakusogezea taarifa hizi, ni kweli Mwijaku kweli hajatoka na hawa wasichana ama ni kwenye tu kujitetea? Hebu achilia comment yako mimi nione mawazo yako. Nimenukuu ama nimesoma kile ambacho amekiandika Mwijaku kupitia ukurasa wake wa Instagram. Ni kama anakataa hili ambalo linamkabili. Wewe ambaye unatufuatilia, unaifuatilia Bayo Media, lakini pia unamsikiliza Official Rose D nikikusogezea habari hii, unafikiri ni kweli Mwijaku anavokataa ni kweli hajahusika na wasichana hawa, ama anakataa tu kwa sababu tayari limeshatokea na inawezekana ikawa inaeka ndoa yake hatihati? Achilia comment yako hapa chini, tutakuwa tunaipitia vyema kabisa na kuona mwanafamilia unalipi lako zungumza. Mimi ni Official Rose D, mpaka wakati mwingine. Subscribe channel ya Bayo Media kwa ajili ya kupata update mbalimbali, lakini pia taarifa mbalimbali pale ambako tunakuwa tumeziweka kwenye channel yetu ya Bayo Media.